imejaa kwa dada wa marehemu na wote tuliohudhuria hapa. Bwana aendelee kuwa faraja. Tutakuwa na neno fupi kwa urefu kidogo itafanyika kanisani. Viongozi wa kanisa wanakuja. Msiba huu unahusisha wachungaji ambao tumeoa familia hii. Kuna viongozi pia wa kanisa wako njiani wanafika. Hapa tutatoa neno fupi la faraja, hatimaye tutaelekea kule kanisani. Ninaitwa mchungaji Haruni Nehemia Kikiwa, ni mmoja wa wafiwa kwa maana alifariki ni shemeji yangu. Maandiko matakatifu yanajaribu kuzungumza kuhusiana na kifo. Kifo ni kauli ambayo ilianza kutoka katika kinywa cha Mungu. Unapoangalia maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili, Mwanzo sura ya pili fungu la 15 ukienda mpaka 17, utaona Mungu akieleza habari ya kifo. Na ukweli kifo halikuwa chaguo la Mungu kwa mwanadamu, wala kifo hayakuwa mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu, kama ambavyo wengi leo tunasema. Kifo ni matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu. Mungu alimwambia mwanadamu, matunda yote ya bustani unaweza kula, lakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakapokula utakufa hakika. Wazazi wetu Adamu na Hawa, Shetani alipowatokea katika umbile la nyoka, Hawa akashawishika na maneno ya Shetani ambayo yalikuwa kama yanaka ukweli hivi. Sababu aliambiwa Hawa, hivi mmezuiliwa kula matunda yote ya miti ya bustani? Hawa akasema hapana, isipokuwa mti mmoja, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Shetani akasema kupitia umbile la nyoka, sikia, Mungu alijua ya kwamba mkila matunda hayo mtakuwa kama yeye. Hawa akilini mwake akili kaanza kuzunguka. Kajiuliza, hivi mti wa ujuzi wa mema na mabaya unaweza ukawa sababu ya mtu kufa? Hapana, inawezekana maneno ya Shetani ya kweli. Nikila nitakuwa kama nani? Alipokula akaondoka akapeleka kwa mume wake. Mwanamume alikula akijua ya kwamba ninaenda kufa. Mwanamke ndiye alidanganywa. Mauti ikaingia, wakashuhudia mtoto wao Abeli akifa kifo cha kuuawa na kaka yake. Ndipo shida ilipoingia. Wapendwa, sio kwamba mauti ndio mwisho wa maisha, ndio mwisho wa historia ya mwanadamu. Hapana, dhambi ilipoingia, Mungu ni Mungu wa upendo, akatengeneza mpango wa ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpango wa ukombozi huo ni Yesu. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asifanyaje? Asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Unapokutana na kisa cha Yesu alipomfufua Lazaro, Yesu anamwambia Mariamu na Martha, mimi ndimi huo ufufuo, mimi nina funguo za nini? Za kuzimu. Mariamu na Martha walikuwa wanalia. Yesu, kama ungalikuwepo ndugu yetu asingalikufa, ungalikuwepo ndugu yetu. Hayo ni maswali ya kawaida ya sisi wanadamu. Hata sasa ni lazima kama wanadamu tutajiuliza, hivi Mungu ulikuwa wapi wakati ndugu yetu Paulo anapopoteza maisha? Ulikuwa wapi? Mariamu na Martha, marafiki wa Yesu, walijiuliza hivyo hivyo. Kama mwanadamu huwezi ukazuia kujiuliza. Lakini Yesu akawaambia, sikiliza, tatizo sio kwamba Lazaro amekufa. Tatizo nyinyi hamjui ya kwamba mnaongea na mwenye funguo za kuzimu. Haleluya. Wapendwa, Yesu tuliyemchagua, Yesu tuliyemwamini,
shemeji yangu Filipo, shemeji yangu Yovita, shemeji yangu wengine hawajafika hapa, ana funguo za kuzimu. Yaani chochote atakachokisema Yesu anachoshangaa. Alimshangaa sana alipoona Mariamu na Martha wanasema Yesu ungalikuwepo asingekufa. Yaani walidhani ya kwamba Yesu ana mipaka. Wapendwa, Yesu hakuna mahali ambako hayupo. Haleluya. Hakuna mahali ambako hayupo. Liondoeni jiwe. Walipoliondoa jiwe akasema Lazaro, njoo huku nje. Wapendwa, lipo tumaini baada ya maisha haya, baada ya kifo lipo tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Paulo atafufuliwa. Lipo tumaini. Mmoja nilimwambia usicheze na habari ya kifo. Wataalamu madaktari mtakubeana mimi sikio mawazo huwa yanakuwa ya mwisho kufa. Yaanza kakaa hapa lakini bado mawazo yanayofanyaje? Kwa maana nyingine hauwezi ukaelewa rafiki yake ambaye ni Yesu Kristo, rafiki wa Paulo ambaye wanasema wenyeji wa Mkuranga ya kwamba alikuwa anasaidiana na mwinjilisti kufundisha watu habari njema. Hamwezi mkaelewa rafiki yake walipatana nini kabla hajalala usingizi wa mauti. Alafu sisi tukajisahau, tukahama mawazo, ikafika wakati tukapoteza nafasi. Siku atakapoitwa Paulo toka huku nje, maandiko yanasema parapanda italia, waliokufa watafanyaje? Watafufuliwa kwanza. Haleluya. Sasa kumbe kazi kubwa iliyosalia sasa ni mimi na wewe. Na kawaida mtu anafikiri kile ambacho huwa anakifanya. Sasa kama alikuwa anafanya kazi ya uinjilisti, katika hali ya kuelekea kufa utafikiria uinjilisti. Kama ulikuwa ni mlevi utafikiria nini? Ulevi. Wapendwa, Paulo amelala na Yesu alikuwepo, na kwa sababu alikuwepo na yeye ana funguo za kuzimu, sisi cha kufanya, Paulo amepumzika, tujiandae sisi. Haleluya. Amen. Tunajiandaje? Dhambi ikome katika maisha yetu. Tuombe wote kwa pamoja. Mwenyezi na mamlaka yote, Mungu wetu, Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, mbaji na mkombozi. Upendo wako ni wa hakika daima, hata katika changamoto na maumivu unajidhihirisha. Ni kweli kabisa kwamba mkusanyiko huu haukuja kwa sababu ya vicheko kama tunavyokutana katika matukio mengine. Tumekuja ili tupate kuomboleza kwa pamoja kwa sababu ya rafiki yetu, kwa sababu ya ndugu yetu, kwa sababu ya baba yetu. Sema mahusiano kama yanavyoweza kutajwa na kila mmoja ambaye ametuacha katika mauti. Taarifa hizi tulizipata kwa mshtuko mkubwa na maumivu, lakini asante kwa sababu ya neno lako ambalo linatufariji. Na sasa tumejua ya kwamba toka zamani haikukusudiwa iwe hivi. Mpango wako baada ya kuiumba dunia hii na mwanadamu ilikuwa ni kwamba kuwe na maisha ya milele yasiyojua changamoto. Uchaguzi wetu usiokuwa sahihi ndio umetuletea haya. Lakini asante pia kwa kuwa mtumishi wako ametuelekeza katika usahihi wake, ya kwamba hata tulipochagua vibaya tukaingia katika shida, umeweka mpango ambao katika huo wokovu wetu wa milele utatajwa. Nalo pia linahitaji uchaguzi wa kila mmoja baada ya kupewa katika upana kile anachopaswa kufanya kwa ajili ya wokovu wa milele. Na huenda hatuwezi kuingia katika hekima yako tukajua kwa nini uliruhusu hili. Inaonekana kana kwamba kwa kuwa nyakati ya misiba ni wakati hisia zinapowekwa chini na utulivu unapatikana,
Labda mtu mmoja katika mkutano huu asingeweza kufikiwa na ujumbe kwa namna yote nyingine isipokuwa pale unapomruhusu mmoja watumishi wako wapumzike ili mazingira yatengenezwe kwa ajili ya kupona kwa mwingine. Na hili naliona likiwa hakika. Na hivyo nikusihi yule aliyekusudiwa katika mpango huu wa kumruhusu mtoto wako apumzike, nafasi yake itumike inavyostahili, kupona kwake sasa kwa milele kukapatikana. Lakini pia asante kwa sababu sisi wahusika wa karibu kila mmoja kwa namna yake tumekuja pia ili tupate kukumbushana ya kwamba maisha haya sio rafiki. Leo tupo na kesho hatupo. Kwa sababu hiyo inaitisha utulivu wa kutafakari, tukichunguza mahusiano yaliyokuwepo kati yetu na wanadamu wenzetu, lakini sana mahusiano yaliyokuwepo kati yetu na wewe. Kama kuna mahali tunahitajika kufanya matengenezo, ile zamu ya kufa inapokuja, ili tukute katika utayari wa kuhama kutoka katika ulimwengu unaoharibika na kuja katika ulimwengu wa milele, basi tukutwe katika maandalizi hayo. Na kwa sababu hiyo tunaomba faraja inayotoka kwako iwe juu ya kila mmoja wetu. Uyaondoe machozi yetu, uyaondoe masikitiko yaliyozidi, kwa sababu hata hivyo hayawezi kubadilisha uhalisia huu. Kinyume chake tupate nafasi ya kuona tufanyeje na hata tuweze kumsindikiza mwenzetu katika matumaini. Tunaondoka hapa kwenda kanisani, tunaomba utembee na kila mmoja wetu, na huduma zote za kanisani hata zile za malaloni ukazitawale kama ulivyofanya mahali hapa. Jina lako litukuzwe. Tuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja achukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Bwana heshima mbele za Mungu, tuinamishe nyuso zetu kwa ombi. Wewe uliyekuwepo wakati tumishi wako Paulo akizaliwa, wewe uliyekuwepo hata wakati umauti ukimpata, wewe ndiye Bwana ambaye sasa tunakualika uendelee kuwa faraja kwa wana na binti zako, faraja kwa mke wake ambaye sasa ni mjane, faraja kwa kaka na dada wa marehemu, faraja kwa wazazi wa marehemu, faraja kwa ndugu na jamaa, faraja kwa kanisa lako. Baba, tunakusihi neno lako ambalo leo utalitoa kupitia mtumishi wako, Baba, litoshe kututazamanisha kwako, litoshe kutufanya tusogee karibu na msalaba wako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu, amen. Wa kanisa linalotoka naitwa Ayubu Juma, lakini anayetuhudumia kwa fungu kutoka kwenye Biblia yeye anaitwa mchungaji Filipo Ndikumwami. Yeye ni mchungaji wa kanisa la Wasabato kutoka katika mtaa wa Buzuruga, Mwanza. Lakini anayefuatia yeye anaitwa Pastor Kikiwa. Nitamkaribisha kutokana na protocol, yeye atamtambulisha yule ambaye atanena pamoja nasi katika siku ya leo. Ndio, karibuni sana. Kwa majina naitwa mchungaji Haruni. Kuzaliwa, marehemu alizaliwa tarehe 12 Aprili 1964 katika hospitali ya Matiazo mkoani Kigoma. Marehemu ni mtoto wa pili kati ya watoto 7, 2 wa kiume na 5 wa kike wa mzee Jacobo Chikagwa Rusheneza na Bi Felisa Rusakira elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi Matiazo mwaka 1976 hadi 1980. Baada ya hapo marehemu alijiunga katika shule ya sekondari ya Ndebela Tukuyu wilayani Rungwe mkoani Mbeya mwaka 1986 hadi 1989. Akiwa shuleni alijihusisha sana na mambo ya kiroho, kiimani, hata kupelekea jina lake halisi kusahaulika na jina lake kuitwa mkuu wa kiroho. Ubatizo. Marehemu alibatizwa mwaka 1979 na marehemu mchungaji Jafeti Gakwandi huko Rusaba mkoani Kigoma. Amedumu katika imani ya kanisa la Adventista wa Sabato hadi umauti ulipomkuta. Kazi. Marehemu alifanya kazi ya uinjilisti kwa muda mrefu akishirikiana na watumishi wengine kama vile marehemu mchungaji Meshaki Baravuga katika maeneo ya Rusaba, Kizenga, Mkogoro, Nyamuhoza huko mkoani Kigoma. Marehemu aliendelea kujihusisha na uinjilisti pamoja na biashara na kilimo huko Bukoba, Mwanza na Pwani katika eneo la Mkuranga ambako mauti ulipomkuta. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa na Bi Esther Simon Mtahari tarehe 10 mwezi wa 12 1994 na kubahatika kuwa na watoto 3, wa kiume 1 anayeitwa Godlove na wa kike 2
ambaye ni Subira na Nelia ugonjwa. Marehemu alianza kuhisi kuumwa homa siku ya Jumatano na kuanza kutumia dawa akiwa nyumbani, na siku ya Alhamisi hali ilibadilika na kuanza kupata maumivu ya maumivu ya tumbo makali sana. Jioni ya Alhamisi hiyo alipelekwa katika kituo cha afya cha Kizapala iliyopo katika tarafa ya Mkamba wilayani Mkuranga, Pwani. Alipokuwa anaishi ndipo umauti ulipokuta familia. Marehemu ameacha mke mmoja, watoto 3 na wajukuu 2. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Historia hii ilisomwa na mkwe kwa familia hii. Nashukuru sana. Udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, katika tumaini la haki lisilo na shaka, katika ufufuo wa uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye wakati wa ufufuo wake wa utukufu atabadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza wake ule ambao kwa huo haweza hata kuvitihisha vitu vyote viwe chini yake, kama ilivyoandikwa katika Wafilipi 3:21. Na ndipo Yohana Ufunuo anasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hili ni neno la hakika na limetoka kwa Bwana, ya kwamba yote yamepita. Atafuta machozi, ataondoa vilio, maumivu. Watu wengi wanaondoka kwa maumivu, lakini Bwana atavikomesha kwa uwezo wake. Na hili ni neno la tumaini kwetu sisi leo. Tunapomlaza ndugu yetu Paulo Jacob Mshemezi, tujue ya kwamba siku moja hakutakuwa na haya mambo, na hii yote imekuja kwa ajili ya dhambi. Tunatakiwa tujibidishe kwa neema ya Mungu, tumtegemee yeye tuweze kushinda dhambi, na ni kwa neema na kwa uwezo wa Kristo tunaweza. Bwana atubariki tunapotafakari juu ya tukio hili. Ni tukio gumu ambalo alikubaliki, lakini Kristo aendelee kutufariji tunapoendelea na hatua ambazo ziko mbele yetu. Bwana abariki familia na Bwana atubariki wote katika jina la Yesu. Amen. Amina.